Huenda ikawa ni video ya kusikitisha sana, ama inaweza kawa ni taarifa ambayo itakuhuzunisha na kuharibu siku yako ya leo. Yes, ni ripoti ya binti mdogo ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tunamfahamu kama Miriam Chirwa. Siku za hivi karibuni hadi trending baada ya kutangaza kuolewa, kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye alitarajiwa kuwa mume wake. Si umeelewa bana? Lakini siku ya jana tuliona taarifa kuhusiana na yeye kuweza kuachwa. Yeye kuweza kuachwa siku moja ama siku mbili kabla ya ndoa. Tunafahamu alikuwa anafanya send off, na wakati anakwenda kufanya send off alifahamu fika kabisa kuwa yule mwanamume aliyetakiwa kumuoa amekataa kumuoa ama amegairisha ile shughuli ya ndoa, zikiwa zimebakia siku chache. Tukumbuka send off inafanyika zikiwa labda zimebakia siku mbili kuelekea kwenye ndoa. Tunafahamu kwa mfano leo ni Jumamosi, ndoa ilitakiwa ifungwe siku hii ya leo, lakini yes, haikuwa hivyo. Na imekuwa ni surprise, na nafikiri hii itakuwa ni historia kubwa na itaandika historia kubwa sana kwenye maisha yake, kwa sababu sio kitu cha kawaida na ni kitu ambacho kinaweza kikamuumiza na kumtengenezea kidonda ndani ya moyo wake. Nilikuwekea sauti hapa ya Miriam Chirwa kizungumza kwa namna ambavyo amelipokea swala hilo, na kiukweli hajalipokea vizuri, amelipokea kwa uchungu, kwa sababu kwa binti kama Miriam hawezi kulipokea kwa furaha, akafurahia ndoa yake kuahirishwa zikiwa zimebakia siku chache kuelekea kwenye ndoa yenyewe takatifu. Si umeelewa? Lakini kuna video hapa ambayo inasambaa ikimuonesha Miriam Chirwa akimwaga machozi wakati wa shughuli ya send off yake ikiendelea, kwa sababu alijua kabisa ya kwamba anafanya send off sio kwa sababu anakwenda kwenye ndoa. Anafanya send off kwa sababu watu tayari walikuwa wameshachangia michango yao, tayari kumbi zilikuwa zimeshalipiwa, watu wameshashona sare, vyakula tayari vimeshalipiwa. Kwa hivyo alifanya send off kwa lengo la kualizisha wale ambao walichangia shughuli hiyo, na hakutaka kuangusha. Lakini yeye alijua kabisa hapa tunafanya send off, lakini hakuna ndoa ambayo inakwenda kutokea. Unaona bana, ndio kitu ambacho kilitokea na kimeacha maswali mengi sana. Can you imagine ungekuwa labda wewe au mwanao anafanywa kitu kama hiko? Ni maumivu makubwa sana. Kwa hivyo katikati ya shughuli unaona binti huyu Miriam akiimba wimbo wake ule maarufu kabisa na kwenda, lakini akimwaga machozi. Haya sio machozi ya furaha, haya ni machozi ya uchungu, machozi ambayo huenda ikawa ni laana kwa yule ambaye ameweza kutenda kitu hiko. Sijui nini ambacho kilitokea, lakini kwa mujibu wa maelezo yao ni kwamba wameshindwana kutokana labda na tabia zao binafsi. Huyu anasema huyu ana kiburi, huyu anasema maneno hawaelewani, hawakwendi sawa na vitu kama hivyo. Sio, umeelewa bana? Naomba utokee comment yako hapo, weka maoni yako, utuambie hii unaichukuliaje wewe binafsi, unaionaje? Je, ilikuwa ni sawa kwa mwanaume huyo kufanya hiki ambacho amekifanya, wakati binti huyu tayari ameshatangaza kuwa na ujauzito wa takriban mwezi mmoja, alafu ndoa inaahirishwa? Bwana, hii ni Hot Drop TV. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa mbalimbali za burudani kutokea hapa. Tufollow kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok, tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV. Lakini usiache kusubscribe, bonyeza button ya subscribe, alafu kisha turn on notification kwa ajili ya taarifa mbalimbali. Langu jina ni Anicet is Great.